Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 255 awamu hii. Mtazamaji, maswali chungu nzima yameendelea kuibuka kuhusiana na kauli ambayo iliweza kutolewa na maafisa wa polisi, ambapo sasa kulingana na ripoti ambayo iliweza kutolewa na maafisa wa polisi imeweza kutofautiana pakubwa na wale ambao ni wanapatholojia ambao waliweza kufanya upasuaji wa mwili wa Albert Ojwang ambaye aliweza kuiaga dunia. Na kulingana na taarifa za kuaminika ni kwamba sasa wanapatholojia wanasema kwamba Albert aliweza kuuliwa baada ya kuweza kunyongwa, na wakati ambapo ripoti ambayo ilikuwa imetolewa na wale ambao ni maafisa wa polisi ni kwamba Albert aliweza kujigongesha kwenye ukuta, jambo ambalo limeweza kuacha Wakenya na maswali chungu nzima, wakisema kwamba sasa yule mtu ambaye aliweza kuhusika kwenye mauaji ya Albert anafaa kuweza kukamatwa mara moja na kuweza kuchukuliwa sheria kali. Hayo yanajiri wakati ambapo sasa familia ya Albert inaendelea kuomboleza baada ya mwanao kuweza kuiaga dunia baada ya kuweza kupigwa, na wakati ambapo alikuwa amesafirishwa kutoka Homa Bay hadi huko Nairobi, maswali chungu nzima yakiendelea kuibuka kwamba je, ni nani ambaye aliweza kuhusika kwenye mauaji hayo? Lakini wale ambao ni Wakenya na pia wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa na pia wadadisi wanasema kwamba sasa yule ambaye ni naibu inspector wa polisi, na mzungumzia yule ambaye ni mheshimiwa Edith Lagat, anafaa kuweza kujiuzuru mara moja. Hayo yanajiri wakati ambapo sasa Wakenya wengi wamekadhabishwa kwenye mitandao ya kijamii wakisema sasa idara yote ya polisi inafaa kuweza kufagiliwa mara moja, hata akiwemo yule ambaye ni waziri wa usalama hapa nchini Kenya, mzungumzia mheshimiwa Kipchumba Murkomen, wakisema kwamba viongozi wameweza kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo wakati ambapo Wakenya wanaendelea kuuliwa. Jambo hili limeendelea kuichafulia jina serikali ya Rais William Ruto, ikizingatiwa kwamba tangu Rais William Ruto achukua hatamu za uongozi, serikali yake imekumbwa na visa vya mauaji na watu wameendelea kuumia sana na sana. Msikilizaji na mtazamaji, la msingi hakikisha kwamba umesubscribe ndani ya Bambika Media 254 ili uweze kupata habari moto moto pindi zinapotukia.